Karibu katika MCL Magazetini leo Juni 2 ya mwaka 2017. Jina langu ni Susan Mwilo. Kama kawaida leo tutakuwa na uchambuzi wa magazeti matatu, gazeti la Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti. Na moja kwa moja atakayetuanzia uchambuzi huu ni mhariri msaidizi wa habari wa gazeti la Mwananchi, Esther Mvungi. Esther Mvungi atatueleza kwa ufupi yaliyomo kwenye gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo, na wewe msomaji utegemee kitu gani kikubwa kutoka kwenye gazeti hilo. Karibu sana wanasi. Habari kubwa tulionayo inahusiana na uzinduzi uliofanywa wa mfumo mpya wa ukusanyaji kodi ambao umefanywa na Rais Magufuli. Sasa ndani ya gazeti letu utapata uchambuzi kwamba huu mfumo una manufaa gani kwa serikali na kwa mlipa kodi. Habari ya pili tulionayo inazungumzia swala zima la uwekezaji, kwamba Waziri Mkuu amewatoa hofu wawekezaji waliowekeza katika migodi, akiwataka kwamba hii utaratibu mzima unaoendelea wa swala la mchanga wa madini kwamba serikali bado haijafikia uamuzi wa mwisho na wasiwe na wasiwasi. Habari nyingine tulionao ni Wizara ya Nishati na Madini imewasilisha bajeti, na ndani ya bajeti hiyo asilimia kubwa inakwenda katika miradi ya maendeleo, nguvu ikielekezwa katika masuala ya nishati. Katika michezo tuna habari kwamba harakati za usajili zinaendelea na Simba imeendelea kuibomoa Azam. Kupata undani wa yale yote yaliyoko ndani ya gazeti letu, unaweza kupita kwenye mbao za magazeti ukapata nakala yako. Naam, alikuwa mhariri msaidizi wa habari wa gazeti la Mwananchi, Esther Mvungi, ambaye ametupeleka kwa ufupi na kutueleza habari ambazo wasomaji wategemee leo kwenye gazeti la Mwananchi. Na sasa tuko na mwandishi wa gazeti la The Citizen ambaye na yeye atatueleza kwa ufupi yaliyomo kwenye gazeti la The Citizen. Luis Columbia, karibu sana kwenye uchambuzi wa MCL Magazetini. Wasomaji wa gazeti la The Citizen leo kuna kikubwa kipi ambacho umewaandalia? The Citizen leo lina habari motomoto. Kuna habari kuhusu uamuzi wa serikali kutaka kuzungumza na wawekezaji wakubwa wa madini kuhusu zuio la kusafirisha nje ya nchi makinikia ya madini. Kwa hiyo undani wa habari hii unapatikana kwenye gazeti la The Citizen. Kuna habari nyingine ambapo makampuni makubwa ya madini yamepewa hadi Agosti mwaka huu yao yamejiandikisha kwenye soko la hisa. Ni habari ambayo undani wake imetolewa na nani, agizo hilo limetolewa na nani, na makampuni haya ni yepi, lakini pia inajumuisha kampuni ya Dangote ambayo inazalisha saruji yenye makazi yake kule mikoa wa Mtwara. Lakini pia tuna habari kubwa kuhusu mpango mpya, utaratibu mpya au mpango mpya wa ukusanyaji wa kodi ambao umezinduliwa jana na Rais John Magufuli, namna ambavyo utakwenda kuwanufaisha wa Tanzania. Msomaji akinunua gazeti la The Citizen ataweza kujua kwa undani kabisa jinsi mfumo huu mpya utakavyokwenda kufanya kazi na namna gani ambavyo utaweza kuinua mapato ya serikali. Lakini pia The Citizen linakuja na ripoti maalum ambapo kuna habari ambayo inajaribu kuonyesha namna ambavyo uwazi katika sekta ya madini na gesi ambavyo unatakiwa katika kuongeza mapato ya halmashauri pamoja na serikali kuu. Baada ya kupata dondoo ya habari zilizomo kwenye gazeti la The Citizen leo kutoka kwa mwandishi wa gazeti hilo Luis Columbia, sasa tunazungumza na mhariri wa gazeti la Mwanaspoti ambaye atatueleza kwa ufupi habari ambazo wasomaji wategemea kutoka kwenye gazeti hilo mahususi kwa habari za michezo. Bado Kimwaga, karibu sana kwenye uchambuzi wa magazeti kwenye MCL Magazetini. Wasomaji leo wa gazeti pendwa hilo la habari za michezo wategemea kitu gani kikubwa kutoka kwenye gazeti hilo? Naam, kama kawaida gazeti letu kwa siku leo ya Ijumaa, habari kubwa kabisa inamhusu kipa wa Azam Aish Manula. Sasa imekuwa rasmi kabisa katika klabu ya Msimbazi. Msomaji apate gazeti, apate kwa undani kabisa imekuwaje, amesaini mkataba muda gani na kitu gani ambacho kilichowafanya Singida ambayo ilikuwa inamwenia imemkosa. Mbali na habari hiyo, pia story nyingine kubwa kabisa inahusu mdomo ilivyoiponza klabu ya Yanga kiasi cha kumkosa rasa wa timu ya Mbao FC. Kivipi? Msomaji akipata gazeti letu la Mwanaspoti kwa siku ya leo ataipata kwa undani kabisa. Story nyingine inamhusu Hassan Kabunda
amejishtukia mapema dili lake la kwenda Azam. Kipi kimemshtua? Msomaji alipata gazeti letu, ataipata kwa undani. Kwenye upande wa habari za kimataifa, stori kubwa kabisa inahusu klabu ya Manchester United imekataa kuweka rekodi kwa kipa wake David De Gea kurudi Real Madrid. Kwa nini wamekataa? Msomaji apate gazeti letu, atapata kwa undani. Hadi kufikia hapo tumefika tamati ya Mseo Magazetini kwa leo. Usikose kupata nakala magazeti hayo, lakini pia unaweza kusoma magazeti hayo kupitia tovuti ya www.epaper.msel.co.tz. Na hapo baadaye unaweza pia kuendelea kuwa nasi katika Msel Matukio. Asante na kutakia wakati mwema.